cha kwenda kusikiliza neno, na tunaenda kupiga makofi mengi sana. Makofi tafadhali. Kwa kukaribisha mwenzi wetu. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mungu wetu ni mkubwa sana. Kama unaendelea kumeditate kwa ajili ya maisha yako, kwa Kiswahili tunasema kutafakari, basi utaona ukuu wa Mungu kwa namna moja ama nyingine. Kuna vitu vidogo vidogo tunaweza tukavizarau, tukafikiria kwamba ni kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukifikiria hata katika yale madogo ambayo unayapitia kila dakika, kila sekunde, utagundua ya kwamba Mungu wetu ni mwema sana. Sasa siku ya leo tunaendelea na somo letu. Na somo letu tuko kwenye harakati za kugundua kusudi katika maisha yetu. Kama tulivyosema, somo letu linasema umuhimu wa kusudi katika maisha yetu. Na sasa hivi tunaendelea. Tuliona maswali 5 ya msingi, tukapata kuelewa kusudi ni nini. Na sasa hivi tuko kwenye pointi B ambayo inazungumza kwa ajili ya asili ya kusudi. Tunapenda tugundue nature ya kusudi. Tunapenda tujue kusudi inakuaga na karaktere gani. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona ya kwamba kusudi la mtu linabaki kuwa lile lile, lakini mipango ya kulifikia hilo kusudi inaweza ikabadilika muda wowote. Hiyo ndio ilikuwa pointi yetu ya kwanza kabisa. Na pointi yetu ya pili tuliona ya kwamba kusudi ni la asili. Ni kusema ya kwamba unapozaliwa unazaliwa na kusudi. Usije ukatafuta kusudi kwangu ama kwa mtu mwingine. Kusudi limo ndani yako na ulizaliwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Na tulishia kusema ya kwamba Musa alizaliwa kama kiongozi, alizaliwa kama mwokozi, na alianza kuifanya hiyo kazi hata kabla hajakimbia Misri. Na katika harakati za kuifanya kazi ya ukombozi, kazi ya kulinda ilimuingiza kwenye matatizo, ndipo alipoamua kufanyaje? Kukimbia. Lakini tunaona hata huko alikokimbia, Mungu alijifunua kwake katika kijiti cha moto. Bwana Yesu asifiwe. Akamwagiza tena, nenda ufanye lile nililokutuma kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na Musa alirudi Misri, akaja akatimiza kusudi lake la kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Na nimalizia kusema ya kwamba hata na wewe hauko tofauti na Musa. Na wewe ulipozaliwa ulizaliwa na kusudi. Sasa hilo kusudi ni wewe ndo unatakiwa ulijue, ulitambue, uligundue. Na ndio maana tunajifunza somo ili likupatia ufahamu mpana, kwa sababu hili ni swala ngumu sana kwa watu wengi. Na kuhakikishia katika bilioni 8 ya watu ambao wako duniani leo, wachache ndo wamejijua wao ni wanani. Wengine wote, mpaka unasikia kuna kauli inasema inawezekana sisi tumekuja kuwasindikiza watu wengine tu. Usitaki kuzungumza hiyo sentence. Bwana Yesu asifiwe. Lakini singependa wewe uwe miongoni ya wasindikizaji. Badala yake uwe miongoni ya malider, ya wanaoongoza, sio wale wanaosindikiza. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama uko tayari kuwa kiongozi. Kuna siku tutajifunza kuhusu kiongozi, kwa sababu watu wengi wanapofikiria kiongozi wanafikiria kuwa mkuu wa nchi kama Felix Tshisekedi. Wanafikiri kuwa mkuu wa City ya Aurora. Bwana Yesu asifiwe. Hata Messi, unamjua Messi ni kiongozi. Kwenye mpira Messi ni leader. Cristiano Ronaldo ni leader. Michael Jackson alikuwa leader kwenye mziki. Kwa hiyo kiongozi haina swala lolote na siasa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaweza kuwa kiongozi katika kilimo,
na wewe unaweza ukawa kiongozi katika kitu kingine, unaweza ukawa kiongozi katika kitu kingine. Kwa hiyo nisingependa wewe uwe msindikizaji, ufike miaka 19 unaanza kuangalia ulikotoka mpaka ulipofikia hakuna kitu, unaona bure tu. Isingekuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na tulisema na wewe ulizaliwa na hilo kusudi. Sasa leo tunaenda na karakta ya pili ama asili ya pili. Inasema hivi: kusudi ni la mtu binafsi. Kusudi ni la mtu binafsi. Tulimaliza kusema kusudi ni la asili, maana unazaliwa nao, na kitu unachozaliwa nacho ni cha kwako. Hakiwezi kuwa cha kwangu wala cha mtu mwingine, ni cha kwako peke yako. Kwa hiyo kusudi ni la mtu binafsi. Sasa ili kusudi lipate kuonekana, kuna mambo mengi, kuna sehemu nyingi ambazo zinacheza ili kusudi lako tupate kuliona. Bwana Yesu asifiwe. Nitaleta mfano wa simu. Hii simu tulisema kusudi lake ni mawasiliano. Lakini ili simu ipate kutoa mawasiliano, ndani yake kuna nyaya, ndani yake kuna material ama minerals ama madini ambayo yamewekwa humu ndani, na hayo yote yamechangamana ili simu ipate kutoa nini? Mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi binafsi la simu ni mawasiliano, lakini ili tupate yale mawasiliano kuna sehemu nyingi ambazo zinaingia kwenye mchezo, zinachangamana, ndiposa tunaona simu inatoa sauti hapa na mtu aliye Kongo anakusikiliza. Simu inatoa mziki, simu inaonyesha photos na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na huu binafsi haufanyi hizi sehemu kutokuwa sawa, bali zinazifanya tu kuwa tofauti. Ndio maana nikisema kwenye hii kwa mfano tuko na screen, kwenye hii simu kuna screen, lakini kwenye hii simu kuna kamera, kwenye hii simu kuna cover. Hivi ni vitu tofauti ambavyo vimeunganishwa ili kuifanya simu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vitu havilingani, haviko sawa sawa. Screen ni screen, content ni content, ete ni ete, kila kitu kenye kiko ndani ni chenyewe, kiko binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukichanganya ubinafsi wa huyu, ubinafsi wa huyu, ubinafsi wa huyu, ndio unatuletea kitu ambacho tunatumia kama simu. Kanuni inasemaje? Uko jinsi ulivyo kwa sababu ya kwa nini uko. Sijui kama tunaandika hiyo ni kanuni. Uko jinsi ulivyo kwa sababu ya kwa nini uko. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha nini? Wewe ni mrefu kama ulivyo mrefu kwa sababu ya kusudi lako. Wewe ni mwekunda kama ulivyo mwekunda kwa sababu ya kusudi lako. Wewe ni mfupi kama ulivyo mfupi kulingana na kusudi lako. Sasa shida inakuja pale mtu asipojua kusudi lake, ndio shida inapoanzia. Ndio unaanza kulaumu, kwa nini Mungu mimi uliniumba mfupi? Wengine wanasema kwa nini uliniumba mwembamba? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini inaonyesha kwamba wewe uko kama ulivyo kulingana na sababu ya uwepo wako. Kwa hiyo usishangae. Kitu cha kufanya ni wewe ugundue wewe ni nani. Ni wewe ujifahamu, ni wewe ujielewe. Ukishajielewa hautakuwa na muda wa kulaumu, hautakuwa na muda wa kutaka kuwa kama wengine, kama tulivyosema last week. Utajipenda mwenyewe, na utapenda upendo unaojipenda mwenyewe uelekee kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ukijichukia mwenyewe, hiyo chuki ina uwezekano ikahamia kwa watu wengine, ukaanza kuwachukia watu wengine bila sababu. Kwa sababu labda amepata mume mzuri, unaanza kumchukia bure. Kwa sababu amefanikiwa, unaanza kumchukia bure. Kumbe shida ni wewe ndo haujijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uko jinsi ulivyo kwa sababu ya kwa nini uko. Ngoja nikupe mfano mzuri ili upate kuelewa. Tukienda kwenye habari za mziki. Kwenye mziki kuna vyombo tunatumia ili tusikilize mziki vizuri. Kuna baadhi wanatumia CD,
wengine wanatumia kaseti. Si mnajua ile mikanda ya kaseti, unaikumbuka mikanda ya kaseti? Wengine sasa hivi tunatumia Bluetooth ili kusikiliza mziki kwa sauti kubwa kwenye vyombo kama vile paa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu vyote lengo lake ni kutupatia mziki kwa sauti kubwa, lakini sehemu ya kaseti hauwezi ukaingiza CD kafanya nini kazi, haiwezekani. Ama sehemu ya kitu kinachotumia kaseti ujaribu kuunganisha na Bluetooth havitaenda. Kwa hiyo, lakini vyote vina lengo moja, vyote vina kusudi moja ya kutupatia nini? Mziki kwa sauti kubwa, ili tupate kuenjoy instrument na sauti ambazo zimechanganywa kwenye wimbo ama kwenye mziki. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka neno letu la leo linasema kusudi ni la mtu binafsi. Kwa hiyo Mungu aliwaumba wanawake na wanaume. Mungu anakuhitaji kwa sababu kusudi lako ni la kipekee. Mungu alipokufanya wewe kuwa mwanamke, Mungu alipokuvalisha koti ya kiume, Mungu alipokupa hilo koti la kike, ni kusema ya kwamba kuna sababu, kuna kusudi mahususi, kusudi maalum. Kwa hiyo usije ukatamani hata siku moja ya kwamba mimi sasa nimechoka na kuwa mwanamke, napenda nijibadilishe niwe mwanaume. Utakuwa wrong number. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu wote wanaotuletea hizi ajenda, kuna vitu wanavielewa, sio kwamba wavielewi, lakini wanapenda kupotosha watu, wanapenda kuwakontrol watu, wanapenda kuwaendesha watu. Lakini siri ni kwamba wewe ni mwanamke kwa sababu kuna kusudi maalum. Kwa hiyo ukijichanganya, unaingia kwenye surgery ya kwamba mimi sasa mnigeuze, mnipatie sijui vitu gani ili uwe mwanamke au mwanaume, utakuwa umejichanganya mwenyewe, na mwisho wa maisha yako utaregrete, utajuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikuumba kwa sababu maalum. Ulivyobuniwa, ulivyofinyangwa ni kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo swala ni lazima ulitimize. Mwanzo wa mwaka huu tulisema ya kwamba haujaja duniani ya kwamba utaishi milele. Umekuja kwenye fremu ya muda. Kuna muda ambao umewekewa kwa ajili ya kutimiza kusudi ndani ya huo muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda ulionao duniani kuna mission, kuna vision na kuna lengo ambalo unatakiwa kulitendea kazi. Sasa kuna watu wanatuletea, mimi nimepewa mission, sina mandaa, sijui vitu gani. Uko kwenye muda. Ni muda ambao umekuweka kwenye muda, na huo muda umewekewa ili utimize jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna aliye na alama zako za vidole, ili upate kunielewa vizuri. Alama za vidole ndo tunaita fingerprint. Tukienda hapa, kila mtu aende aweke fingerprint pale ofisini, kila mtu atakuja na ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tayari inaweza kuonyesha kwamba wewe na mimi hatuko wamoja, hata kama sisi wote ni watu, hata kama sisi wote tumeokoka, hata kama sisi wote ni washirika wa kanisa moja. Mimi na wewe tuko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini personality yako, utu wako na utu wangu uko tofauti. Kwa hiyo utu ulionao na utu nilionao mimi ni utu tofauti. Hata kama sisi ule jamaa anakuaga na utu, yule mwingine anakuaga na utu, lakini tukiweka kwenye viwango ama kwenye mzani, tutakuta ya kwamba wako tofauti hao watu. Personalities zao ziko tofauti. Lakini pia ujuzi ulionao na talent, ujuzi na vipaji ulivyonavyo viko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na hii haijalishi sisi wote ni wakulima. Mimi na wewe ni wakulima. Mimi na wewe ni wafugaji. Mimi na wewe ni wafanyabiashara. Mimi na wewe ni wajasiriamali. Mimi na wewe ni wacheza mpira. Mimi na wewe tunacheza mpira wa kikapu. Lazima talenti zetu ama vipaji vyetu vitakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna Messi na kuna Ronaldo. Ndio maana kuna Kerry na kuna James. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hao kwa sababu wanajulikana. Sijajua wewe uko wapi. Labda ningekusema na wewe.
Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vipaji ulivyo navyo kama tulivyozungumza last week vinalingana na kusudi lako. Hilo ni lazima ulijue. Mungu hawezi akakupa kusudi afu asikupe vipaji, asikupe skills ama ujuzi, lazima uwe nao. Na wazungu ndio maana wanapotengeneza kwa mfano hii michezo, kuna namba uwanjani. Watu wote hawawezi kuwa namba 9. Watu wote hawawezi kuwa magolikipa. Wote wanacheza nini? Mpira. Lakini wote hawawezi kuwa namba 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio bahati nasibu. Watu waliotengeneza hii michezo sio kubahatisha, hawajabahatisha. Walikuwa wanafanya kitu wanachokijua. Wanajua kwamba ni kweli sisi wote tunacheza mpira, lakini hata kwenye mpira kila mtu ana uwezo wake, kila mtu ana ujuzi wake. Ukimchukua Messi umweke namba 5, kama mtatoka na goli 5 mmefungwa, basi utakuja kuniambia taarifa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata kwenye maisha tuliyo nayo. Kwa hiyo mimi na wewe, talent ulizo nazo, vipaji ulivyo navyo ni vya kipekee na vimechanganywa kabisa vikapewa wewe. Mungu alichanganya hizi skills akakupa wewe. Alichanganya hivi vipaji akakupa wewe na sio mimi. Na mimi kuna vya kwangu nimepewa. Hata kama sisi wote tumeokoka, kila mtu ana vya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema ya kwamba talenti zako na talenti zangu, hata sisi wote tuwe kwenye field moja, tuwe kwenye area moja, sio wote tunatumikia kusudi moja, bado tutakuwa tofauti. Ndio maana hata kwenye wafanyabiashara wa nguo, kuna mmoja ameendelea sana, mwingine yuko kwenye level yake, mwingine wako tofauti, kwa sababu kuna vipaji vinavyotumika ili wamoja waende mbali, wengine waishie kwenye wataishia. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnanielewa vizuri. Kwa hiyo sehemu ambazo zinacheza nyuma ya kusudi lako, ili tupate kuona kusudi lako, kuna sehemu, na tunavyoendelea tutagundua ya kwamba hata hicho kipaji chako hiyo kusudi lako linahitaji makusudi ya watu wengine ili lipate kushine, ili lipate nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi ni la binafsi, lakini tutaona ya kwamba kusudi pia ni lazima watu wengine waingilie kati ili kusudi lako lipate nafasi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiasili kuna jambo ulilokuja nalo kwenye sayari hii kufanya ambalo dunia linalihitaji katika kizazi hiki. Hiyo ndo asili ya kusudi. Kwa hiyo ulipozaliwa, Mungu aliona ya kwamba inaweza ikawa kwenye familia yenu, inaweza ikawa kwenye jamii yenu, inaweza ikawa kwenye taifa lenu, lakini pia inaweza ikawa ni ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Akazaliwa wewe kwa sababu hilo jambo dunia mzima inalihitaji. Hilo jambo ulilonalo wewe, familia yenu inalihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanipata vizuri. Na ndio maana kuna watu wa namna hii ambayo kwa mfano wameletwa, inawezekana familia iko kwenye shida fulani, alafu akazaliwa mtoto ambaye atakuja kuleta suluhisho kwa hiyo tatizo inayoendelea kwenye familia. Sasa mkawa na watu ambao sio wazuri, wana uwivu, wana chuki, wakachanganya na uchawi, wanaanza kuindana na huyu mtu. Kwa sababu gani? Wanajua huyu akipatikana tumefanyaje? Tumekwisha. Kwa hiyo wanaanza kupigana na wewe ili wakumalize. Sasa shida ni kwamba mtu kama huyo akiondolewa, kuna uwezekano mkakaa tena miaka 40, miaka 80, miaka 400, azaliwe mtu kama huyo tena kwenye nini? Kwenye familia. Maana yake hiyo shida mtaendelea kuwa nayo mpaka tena aje azaliwe mtu mwingine. Na hayo mambo yanatokea sana. Sio kwa familia tu, hata kwenye jamii. Kuna mtu kwenye jamii mkimmaliza, mkimuua mapema, mumeangamiza jambo fulani ambalo lingeliinua hiyo jamii. Hata kwenye nchi, kuna nchi sasa hivi zinahangaika kwa sababu kuna mtu mbadala ambaye aliuawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumpata mtu kama huyo inakuwa vigumu. Nakumbuka nilikwambia siku moja kwa Mungu
ni sawasawa na siku elfu. Lazima wewe unajua hilo swala liko hapo kwenye Biblia, sio kwa bahati mbaya limejikuta pale. Maana yake kuna jambo linaweza likafanyika leo na kama mtu aliona likapita tu ovyo ovyo, ili lije lipite leo tena inaweza ikachukua tena miaka elfu, miaka 40. Na ukisoma Biblia utanielewa vizuri. Lakini kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa siasa na mambo mengine, tuna hiyo mifano hata kwenye siasa pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano tuna nchi ya huyu jemadari anaitwa Traore. Watu wakimwona Traore wanamuona mtu anaitwa Sankara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imagine Burkina Faso kutoka Sankara mpaka Traore imepita miaka mingapi mpaka aje atokee mtu mwingine? Na hata Kongo kuna watu wanasema inawezekana Lumumba mwingine anahitajika tena. Sasa hatujui atatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vitu viko sana mpaka kwenye familia yenu vipo. Kwa hiyo ni kazi yako, ni lazima ujijue, uelewe, ujitambue, ili inawezekana wewe ndiye unayesubiriwa kwenye familia kuinua familia yenu. Inawezekana wewe ndiye una suluhisho la jamii yetu. Wewe ndio una suluhisho la taifa, ni wewe. Sasa wewe shetani amekuteka mateka, anakuchanganya njia panda, anakushusha, anakupandisha, anakuonyesha ya kwamba hivi ndio uko sawa, kumbe umepotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kanuni inasema hivi: kuzaliwa kwako ni ushahidi ya kwamba kusudi lako ni la muhimu. Kumbuka wiki 2-3 zilizopita nilikwambia kwamba ili uzaliwe kuna vita iliendelea. Na nilikwambia mlianza mkiwa watu milioni 100. Kisayansi tunavyosoma kwenye biolojia, mlianza mkiwa watu mkiwa watu milioni 100. Imagine milioni 100. Mkawa kwenye pilika za kugombana vita, na aliyeshinda sio mwingine, ni wewe tunayekuona hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuzaliwa kwako inatuonyesha ya kwamba kuna jambo. Hauwezi ukaja bure. Hatuwezi tukakuona unazurura unatembea. Tunakuhitaji. Kuna kusudi lako kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo kusudi tunapenda kuliona, tunapenda tuliishi. Sasa tutamalizia na mifano ya watu wawili kwenye Biblia ili upate kuelewa ninachokizungumza. Kwa nini tunasema kusudi ni la binafsi? Bwana Yesu asifiwe. Tutawaona mitume wawili, mmoja ni Petro, mwingine ni Paulo. Na nitasoma tu mstari mmoja wa kumalizia, lakini utaandika Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Usome mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, afu usome Matendo ya Mitume huyo sura ya 11 ili upate kuelewa story ambayo nitatoa hapa in short. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Cornelio, ndio jina la huyo mtu. Ukimsoma utamkuta. Huyu alikuwa Muitalia, maana alikuwa mtu wa Roma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa anaishi Uyahudini kule. Uyahudi ndiko alikokuwa anaishi. Na alipokuwa akifanya mambo yake, alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu Mungu. Biblia inasema alikuwa anatoa mpaka sadaka. Na maono yalimwonyesha ya kwamba sadaka zake na mambo aliyokuwa anayafanya, Mungu aliyafanyaje? Aliyakubali. Lakini katika maono akaambiwa kwamba unatakiwa uonane na mtu anayeitwa Simoni Petro. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anawaagiza watu waende wamuite Simoni Petro, Petro naye alikuwa kwenye mambo yake. Na alipokuwa katika mambo yake huyu Petro, tunamwona na yeye alipatwa na usingizi saa 6 mchana wakati anasubiri chakula. Usingizi ukampitia, moja kwa moja akaota ndoto. Ndoto inamuonyesha habari za chakula, afu anaambiwa chakula ndio hiki unatakiwa ule. Lakini alivyotazama chakula vizuri, akaona ni chakula ambacho Wayahudi walikuwa wamekatazwa wasile, ya kwamba ni chakula najisi. Bwana Yesu asifiwe. Story inaendelea kutuonyesha ya kwamba baada ya maono hayo, na Paulo aliona ya maono ndoto mara 3, aliota mara 3. Alipomaliza tu, alipoamka akatokea mtu anamwambia, bwana, kuna watu wanakuhitaji hapo nje, njoo. Na alipofika akakutana na wale wageni wa kutoka kwa nani? Kwa Cornelio. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma utagundua ya kwamba
Wayahudi walipoachiwa mission na Yesu Kristo wa mitume, kwa sababu watu walikuwa Wayahudi, walipoachiwa ile mission walifikiria kwamba ile mission ilikuwa tu ya Wayahudi peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndoto haikukuwa ndoto ya chakula, ilikuwa ni ndoto ya kumwonyesha Petro ya kwamba injili hii, ufalme huu sio wa Wayahudi peke yake, bali ni wa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiwe na ubaguzi. Wao walikuwa wanachukua mataifa kama watu najisi, watu wasiotahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoto ilimwonyesha kwamba mambo ya ubaguzi kuishne, hatuhitaji mambo ya ubaguzi. Unachotakiwa kufanya, endelea kuhimiza. Kwa hiyo utaona ya kwamba huyu jamaa Petro, mission ya Petro ilikuwa kuwashawishi wale viongozi wenzake wakubaliane ya kwamba hii huduma ya upatanisho, ili neno la upatanisho si kwa Wayahudi tu, bali ni kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndo lilikuwa kusudi la Petro kuwepo kama kiongozi miongoni mwa viongozi katika mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ushirika, Petro na Paulo walikuwa na kusudi moja la kutangaza injili, neno la upatanisho, kuwapatanisha watu na Mungu, kutangaza injili ya Kristo ambaye ni ufalme wa Mungu duniani. Sasa wakati wako kwenye hizo pilika, kulikuwa na tatizo. Wale majamaa waliishia tu Uyahudini, lakini Yesu alikutana pia na nani? Na Paulo. Paulo akapewa mission ya kupeleka injili kwa mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kusudi la ushirika la Petro na Paulo lilikuwa ngani? Moja. Wote wana neno lile la upatanisho, wote ni lazima wafikishe injili ya Kristo kwa watu, lakini mmoja alikuwa limited, mwingine akaambiwa aende mbali, lakini ni wao ndo walikuwa wamemwelewa Yesu vibaya. Lakini sasa alipoambiwa habari za chakula, ndo alielewa kwamba hii issue sio ya kwetu tu, inatakiwa na watu wengine wote. Kwa hiyo yeye kama kiongozi pale Yerusalemu alianza kuwashawishi viongozi wenzake ili wakubaliane na lile swala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa upekee wa Paulo uko wapi? Paulo baada ya kutangaza ufalme wa Kristo huko kwenye miji mingine, alikuwa anarudi Yerusalemu kwa bahati nasibu. Yeye hakukuwa Yerusalemu sana, alikuwa anafika kwa nadra kuja kujitetea. Alikuwa anatetea huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa sasa kazi yake. Kwa hiyo unaona kusudi zinakuwa sasa na upekee. Kwa hiyo kusudi la ubinafsi la Petro ilikuwa kuwashawishi viongozi wenzake pale Yerusalemu ya kwamba hili swala sio la kwetu tu, lakini kusudi la Paulo, yeye alikuja sasa ajitetee ili viongozi wapate kufanya nini? Kumkubali. Na bahati aliyokuwa nayo ni kwamba pale tayari kulikuwa mtu ambaye alikuwa anawakalmia wenzake kwamba sio ya kwetu tu, sio ya kwetu tu, ni ya watu wengine, kulingana na maono na ndoto aliyoiona. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome mstari mmoja. Tunasoma Wagalatia 2 ili upate kuelewa kwa nini hawa majamaa wametofautiana wakati wote wana kiushirika, wote wana swala moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma tu mistari miwili ya Wagalatia, sura ni ile ya 2 na mstari wake wa 7 na wa 8. Naweza nikaongeza na wa 9. Kwa hiyo kama unaandika utaandika na wa 9 pia, ili upate kuelewa utata uliokuwepo nje ya haya maandiko ambayo tunaenda kuyasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kulikuwa na utata, kulikuwa na ugomvi katikati ya mitume. Nani amkubali nani na nani amuone nani anafanya vitu vya maana. Tunasoma Wagalatia sura ni ile ya 2 na mstari wake wa 7, nitasoma mpaka wa 9. Wagalatia 2:7 hadi 9. Imeandikwa hivi, nitasoma kwa Kiswahili kwa sababu naona muda unaenda, nitasoma tu kwa Kiswahili. Imeandikwa hivi 7: bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa
kama vile Petro ya waliotahiriwa, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona, baada ya huyu jamaa kwenda Yerusalemu kujitetea ndipo sasa alipewa mkono. Yes, now unaweza kufanya nini? Kwenda. Maanake inaonekana nyuma ya pazia kulikuwa vita vikali sana, ili huyu jamaa kubaliwa ya kwamba hili injili inatakiwa iende Makedonia, hii injili inatakiwa iende Efeso, iende Tesalonike, iende Filipi. Sio, haikukuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka kwa Petro, tunakuja kwetu hapa. Usije ukaenda na stori za wa Petro ndio umeenda umejaza kichwani. Tunapambana na wewe. Wewe ndiye tunayezungumza naye, sio Petro. Petro na Paulo ni washirika kama sisi tulivyo washirika hapa. Sisi wote tumeagizwa kutangaza nini? Ufalme wa Mungu duniani. Sisi wote tumepewa neno la upatanisho, kuwapatanisha watu na Mungu. Hiyo ni kwa jumla kama shirika. Shirika lenyewe ndio nini? Kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mabalozi wa Kristo tumepewa hiyo, lakini ujue ya kwamba mimi na wewe, kila mtu ana ya kwake, na hayo katika hayo ya kwako ndio utafikisha ujumbe wa Kristo huko utakakokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama una kibanda chako, naposema kibanda, kama una kazi yako, ifanye kazi yako eneo la kufikisha injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama una business yako, ifanye business yako iwe njia ya kuwaingiza watu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanipata vizuri. Kwa hiyo area yako isiwe area tu ya kuenjoy. Mungu aliniumba ili niwe bwana shamba, unaenjoy tu bwana shamba. Hapo shambani waingize watu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo umegundua ya kwamba mimi na wewe, kama walivyokuwa Paulo na Petro, walikuwa tofauti sana, na huu ndio ukweli ambao tunatakiwa kufahamu. Ndio maana niko narudia hili neno kila mara. Sio wewe, sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua na kuwaweka. Na mkishawekwa mnazaa matunda, na hayo matunda yakikaa, Yesu anazungumza ya kwamba ombeni lolote kwa jina langu na Baba yenu wa mbinguni atafanyaje? Atawapa. Haupewi kwa sababu tu umeokoka, unapewa baada ya kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Unapewa baada ya kukaa kwenye eneo lako, kwenye area yako, ukazaa na yale matunda yakakaa. Ndiposa umuombe Yesu bajeti, anasema kupitia jina lake Baba yenu wa mbinguni atawapa, ili muendelee zaidi, kwa sababu anayezaa matunda anaongezewa zaidi. Lakini ukiendelea kusoma utagundua kwamba asiyezaa pia anafanyaje? Anakatwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kumalizia ni kwamba hakuna awezaye kuchukua nafasi yako ama kusudi lako, na bila wewe hakuna mbadala. Maana yake nini? Kusudi lako mimi siwezi kulichukua, na wewe kusudi langu hauwezi ukalichukua. Sijui kama tunaelewana vizuri. Petro na Paulo wasingeweza kubadilishana ya kwamba okay, sasa wewe niache mimi nikae Yerusalemu, wewe sasa uende Ugiriki. Isingewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu alibaki kwenye area yake. Kila mtu alibaki anaendelea kuzaa matunda kwenye nafasi yake. Na wewe kuna nafasi yako, na mimi kuna nafasi yake, na mwingine ana nafasi yake, na hatuwezi kubadilishana. Hauwezi ukamwambia Messi awe Ronaldo na Ronaldo awe Messi. Haitaweza kuwezekana. Niko na kuonyesha hiyo mifano. Sasa kwa nini mwalimu anatupeleka huko? Niko na kuonyesha ili upate uelewa tunachokizungumza.
Najua wewe sio mcheza mpira. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana last week nilisema ya kwamba hizi information uzichukue, uzigenerate, uziingize kwenye area yako ili zikuletee matunda. Lakini zikibaki hivi hewani, utaona wengine wanaendelea vizuri, wewe unabaki nyuma. Afu unaanza kusema inawezekana ni laana za kwetu, inawezekana hakuna cha laana. Information, maarifa, uelewa ndio ufunguo wa kwanza ulionao. Hata wachawi wafanye nini, kama unauelewa utawapiga, watashtukia tu umeshaondoka, jamaa imekuwa kwanje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna anayeweza kuchukua nafasi yako, hayupo. Hata wafanye nini, hayupo. Nakwambia tena, hayupo. Na hakuna ambaye anaweza akachukua kusudi lako, hayupo. Maana yake kama wewe haupo na hilo kusudi halipo. Ili hilo kusudi tulione, ni lazima wewe mwenye lile kusudi uwe pale. Mungu awabariki na atubariki sote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa neno nzuri. Naomba tupigie mchungaji makofi. Asante sana. Nimesema kwamba kupoteza leo naweza kuchukua hata miaka 400 tena ili kupata miaka 40 na wengine nenda kabisa ya kupata tena. Sema kwa kupata mambo kama unakunywa wewe utuelekea kulitoa. Wema sana. Na hili linatuchukua sana ndani ya jamii yetu. Tunaua kama tumoka hivi. Ambia ndugu wetu pia. Nenda wapi? Afu ukipoteza ndio kupata tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ndio tunafika kipindi kizuri cha